Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili ya wote mliofika mahali hapa. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mpako wa mafuta wake, mtumishi Gideon na mama mtumishi. Namshukuru Mungu hata kwa wale ambao wako njiani. Wote kwa pamoja namshukuru Mungu kwa ajili yao. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watendakazi wote kwa maisha yao. Mungu amewapa neema, ametupa neema na kibali cha kuiona siku hii ya leo. Ni jambo la heri kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana sio kwa uweza wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tumshukuru Mungu kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninasema ni asante kwa ajili ya kusanyiko lako hili Bwana. Ninakushukuru, ninasema ni asante maana umetupa kibali cha kuja tena madhabahuni kwako. Ni neema ya ajabu sisi kuwepo mahali hapa Bwana. Tunakushukuru Mungu hata kwa wale ambao wanatufuatilia katika channel ya Gideon Online TV na wale ambao Bwana wako njiani majira yao taraji kufika katika madhabahu hii. Baba, ninakushukuru, ninasema ni asante maana Bwana ni neema yako, sio kwa uwezo wao kuona siku ya leo. Baba, nasogeza kipindi hiki mbele zako na wasogeza watu wao mbele zako Mungu. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Naomba rehema na msamaha kwa ajili ya wale walioko njiani. Pia wale ambao wanatufuatilia katika nchi mbalimbali na mikoa mbalimbali, ninaomba rehema na msamaha kwa ajili yao. Baba, tunasogea mbele zako, tunaomba damu yako ikatuoshe na kututakasa kwa wale ambao Bwana tumeyafanya kinyume na mapenzi yako. Zaidi ya yote Mungu, tunakwenda kinyume na roho zote za mpinga Kristo. Tunakwenda kuharibu kila falme na kila mamlaka iliyosimama kinyume na mapenzi yako. Baba, tunasema ni asante maana neema yako yatosha Mungu. Zaidi ya yote Mungu, tunabatilisha kila maneno yaliyonenwa na adui. Tunafuta maneno yote kwa damu ya Yesu Kristo. Majira haya na saa hii Mungu, najiweka wakfu mbele zako. Mimi mtumishi wako Bwana, ninasogea mbele zako. Naomba Bwana, mimi nishuke, wewe uinuliwe, maana peke yangu sitaweza. Naomba Roho yako Mtakatifu anifundishe na kuniongoza, ili watu wako wakapate kulisikia hili neno na likawe taa ya miguu yao. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilioko mbele yenu ni mhudumu katika madhabahu ya Mlima Moria. Kwa majina naitwa Martha Peter Masao. Nawakaribisha sana, karibuni katika madhabahu ya Mlima Moria. Tunawapenda. Leo kipindi chetu cha maombi na maombezi, tuna neno ambalo kichwa cha habari kinasema tafuteni mema wala si mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Anayemtafuta Bwana anataka kujua mapenzi yake ili ayatimize. Huwezi kutimiza mapenzi ya Mungu pasipo kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Shauri la kumtafuta Bwana ni mojawapo baina ya mashauri makubwa ambayo mwanadamu anatakiwa ayatafute. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Mathayo 6:33, Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tutafute kwanza mapenzi ya Mungu, tutafute ufalme wa Mungu, ndipo tutakapopata mema. Hatuwezi kubarikiwa, hatuwezi kusamehewa endapo hatutafute uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunapenda sana kutafuta na kufuatilia mabaya aliyofanya mtu, lakini hatukumbuki mema yule mtu aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka tu mabaya, hatukumbuki yale mema aliyokutendea. Yako mambo mengi unakuta mtu amekutendea, lakini akakosea siku moja, ukafanya ni kinyongo, hakuna kusameheana, hakuna kuongea naye. Unafanya yani mambo ambayo hayampendezi Mungu kwa lile kosa moja, lakini mema mengi aliyokufanyia huyakumbuki. Bwana Yesu asifiwe. Leo Mungu anatuambia tutafute mema, tusitafute hayo mabaya.
tunatakiwa tusamehe kipindi hiki cha Kwaresma, na wala sio kipindi hiki tu, kila tukiishi tuwe wa kusameheana. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kusameheana ni kukumbuka tu mtu fulani amefanya kosa fulani, unaanza kumfanyia kiburi, anakuambia naomba nisamehe, unakataa kumsamehe, unasema sintakusamehe mpaka kufa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, wewe ambaye unakataa kusamehe, ule uovu wa yule mtu aliyekukosea unaondoka nao, kwa sababu kila mtu anaondoka na matendo yake hapa duniani. Usije ukabeba mzigo wangu kwa sababu mimi nimekukosea. Wewe nisamehe, alafu Mungu ataniadhibu mimi, lakini utakavyonibeba mimi utakufa na uovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Amosi 5 mstari wa 12 mpaka wa 15. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maana mimi najua jinsi maasi yenu yalivyo mengi na jinsi dhambi zenu zilivyo kubwa. Ninyi mnaowaonea wenye haki, mnaopokea rushwa na kuwageuza wahitaji langoni wasipate haki yao. Kwa ajili ya hayo mwenye busara atanyamaza kimya wakati kama huo, kwa kuwa ni wakati mbaya. Tafuteni mema wala si mabaya, mpate kuishi. Hivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nanyi kama msemavyo. Yachukieni mabaya, yapendeni mema, mkadhibitishe haki langoni. Yamkini kwamba Bwana Mungu wa majeshi atawafanyia fadhili mabaki ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kwamba tunaambiwa tutafute mema wala sio mabaya. Huu mstari wa 12 anasema, maana mimi najua jinsi maasi yenu ni mengi. Wewe una uovu mwingi, lakini unamhesabia tu mwenzako. Kwako wewe unajihesabia haki, unamfanyia mwenzio kiburi, unamfanyia mwenzio yasiyopendeza, unamfanya mwenzio mpaka biashara yake, yamkini ni biashara alikuwa anafanya, akakukosea tu kidogo, ukawa unamhuzunisha mpaka katika kazi yake anajionea aibu. Anaona yeye ni wa kazi gani tena, anaona yeye ni wa nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimsamehe atakuwa na amani, atakapoenda kazini kwake atapata baraka, atabarikiwa. Lakini unavyomfanyia mwenzio kiburi, mwenzio anakuambia, hata kama alikutukana mtu wa Mungu, hata kama alikusema mabaya, hatutakiwi kuyabeba yale mabaya, tubebe yale mema. Yale mabaya tusamehe, yale mabaya tuseme Mungu naomba umsamehe, kwa sababu hajui aletendalo. Kama Yesu angebeba ubaya wetu, kama Yesu angebeba uovu wetu, tusingelikuwepo hata leo, tusingesamehewa mtu wa Mungu. Lakini Yesu alisema ya kwamba, Mungu ninaomba uwasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Na wewe usije ukamshikilia mwenzio, usije ukamshikilia kwa sababu ya kwamba kwanza unaambiwa wewe ni Mkristo, unakuja madhabahuni, usitoe sadaka kabla hujasameheana na mwenzako. Ile sadaka ni kwamba umeitoa sadaka ambayo haina utukufu kwa Mungu. Unaweka sadaka yako kwanza, unatoka unaenda kusameheana na yule uliyekosana naye, alafu ndio urudi madhabahuni uje utoe ile sadaka. Lakini hii Kwaresma unakuta watu wameweka kinyongo, unakuta watu wameweka kiburi, lakini hawataki kusameheana. Mtu wa Mungu, tuombe Mungu atuondolee hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia yachukie mabaya, yapendeni mema, mkadhibitishe haki langoni. Huwezi kupata haki kama hujathibitisha wema wako. Kama hujafanya mema, hutathibitisha. Mungu hata kusamehe, Mungu hata kubariki. Utasema biashara yangu mbona haiendi vizuri? Mbona watoto wangu wamekuwa walevi? Mbona watoto wangu wamekuwa hawaeleweki? Kumbe ni ile roho ambayo ulimtendea mwenzio mabaya, ulimtendea mtoto wa mwenzako ubaya, alafu ule ubaya umerudi kwako pasipo wewe kujua. Lakini utakaposamehe, utakapoachilia, na Mungu ataachilia baraka, watoto wako watakuwa na amani, kazi zitakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie katika tuombe rehema. Mimi na wewe
tusimame kwa ajili ya kuomba rehema. Yapo mambo mengi sana tumeyafanya. Tumetafuta ubaya, tumetafuta kuangamiza wengine, tumetafuta kusengenya wengine, tumetafuta kurudisha wengine. Hata makanisani, mtu wa Mungu, wako wanaorudisha wengine karama zao nyuma, wako wanaorudisha wengine wanarudi nyuma kihuduma, wanaua huduma za wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema tutafute mema, tuombe rehema ili tupate mema. Tuombe Mungu atawasamehe hao wanaosababisha wengine wanarudi nyuma. Wengine wanaacha kabisa kanisa, wanasema mimi kanisani pale siendi kwa sababu kuna maneno, kwa sababu kuna fitna. Mtu wa Mungu, mimi na wewe ni kusimama kumwomba Mungu awarejeshe tena wale watu, awarejeshe tena moyo, waje wakaabudu tena. Hata wale ambao wamekata tamaa, Mungu awarejeshe tena, wawe tena kitu kimoja pamoja nasi, kama mitume walivyokuwa wanania mamoja. Mimi na wewe tumuombe Mungu atuunganishe tena na wale ambao walioondoka, na wale ambao wamerudi nyuma. Yamkini wamerudi nyuma kwa ajili ya maneno yetu, yamkini wamerudi nyuma kwa ajili ya masengenyo, yamkini wamerudi nyuma kwa ajili ya minong'ono. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wamerudi nyuma baada ya kuona mimi fulani nilimkosea, alafu nasali katika kanisa fulani, anasema mimi pale kanisani siendi kwa sababu Martha yuko pale. Tuombe Mungu aondoe hiyo roho ya kinyongo, hiyo roho ya chuki, hiyo roho ambayo inasababisha watu kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama majira haya na saa hii Bwana, tunasogea mbele zako Baba, tumelisikia neno lako. Tunaomba Bwana, majira haya na saa hii Mungu, tunasogea mbele zako kwa moyo wa toba na rehema. Tunaomba utusamehe Bwana, pale ambapo umeona kuna jambo lolote ambalo halikupendezi, tusamehe Bwana. Tunaomba atilia damu ya mwanao Yesu Kristo ituoshe na kututakasa. Tunaomba uatilie yale maji Bwana yaliyomwagika katika ubavu wake, yatuoshe na kututakasa, katika uovu, yatuweke tuwe huru Bwana. Ni kweli Bwana tumefanya mengi, ni kweli Bwana tumetafuta lawama, ni kweli Bwana tumetafuta maneno mabaya, tukayatafuta kwa ajili ya kuwasema wengine tukatafuta ule ubaya tuliofanya ili kuwa mbali na wengine. Tazama Bwana, wako majirani hawaelewani, wako ndugu hawaelewani, wako mtu na wifi yake hawaelewani, yuko mtu na kaka yake haelewani kwa sababu ya maneno Bwana, kwa sababu ya fitna Bwana. Nasi Bwana, badala ya kuwa pamoja, tunatafuta tu ule ubaya, hatutafuti yale ambayo Mungu aliyafanya yale mema. Tumekuwa wa kutafuta yale mabaya tu. Leo tunakuja kwako, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, utuondolee hiyo roho ya kinyongo, utuondolee hiyo roho ya kisasi ambayo Bwana tumekuwa tukitembea na roho ya kisasi. Tumekuwa tunatembea na roho ambayo tunasema hatutaka tusameheane. Kwa wanaosema sintakusamehe, wengine wanasema sintakusamehe mpaka wakati wa Bwana. Sijui wakati huo wa Bwana ni lini Mungu. Tunaomba Bwana upite, malaika wako wapite, wakamguse baba huyu, wakamguse mama huyu, akapate kuachilia. Mpe roho ya rehema Bwana, mpe roho ya kusamehe. Yamkini Bwana amepungukiwa na utukufu wako, amepungukiwa na neema yako. Achilia neema yako Bwana, achilia neema yako Yesu, achilia neema yako kwa baba huyu ili akapate kuachilia, ili akapate kuachilia wale aliowashikilia Bwana, wale aliowabeba Bwana, akapate kuachilia Mungu, akapate kuachilia. Maana Bwana amebeba mizigo ya kutokusamehe, amebeba mizigo ya kutokuachilia. Naomba siku ya leo Bwana, malaika wako apite kwa baba huyu, malaika wako apite kwa mama huyu, akapate kuachilia Bwana, akapate kusamehe Bwana. Baba sema naye, Baba sema na baba huyu, Baba sema na mama huyu ambaye amekataa kusamehe, ambaye amekataa kuachilia, ili siku ya leo Bwana neno lako likamfikie, neno lako likamguse, neno lako likamguse Bwana, akapate kuachilia hawa aliowashikilia Mungu, ili akapate kupatanishwa naye, ili akapate kupatana naye, ili wakapate tena kukutumikia wewe, wakapate kurudi kwako Bwana. Maana neno lako limesema tutafute mema wala sio mabaya. Sisi tunatafuta yale mabaya tuliyofanyiwa,
tunatafuta yale mabaya aliyonifanyia ndugu, natafuta yale mabaya aliyonifanyia jirani, tunatengana na jirani kwa sababu ya ule ubaya. Lakini wewe Mungu umesema tusamehe, kisasi sio cha kwetu bali kisasi ni cha kwako Mungu. Naomba utupe neema, naomba utupe kibali majira haya tukaweze kuachilia na kusamehe, tukaweze kuachilia na kusamehe Bwana. Maana Mungu, neno lako linasema katika Amos 5:18, ole wenu ninyi mnaoitamani siku ya Bwana, kwani kuitamani siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Baba, tazama, sisi tunakutafuta wewe, lakini hatujui kwamba tunafanya makosa, hatujui kwamba tunaenenda kinyume na mapenzi yako. Maana umesema tunatamani siku ya Bwana, kumbe siku yako ina giza. Tunapita kwenye misukosuko, tunapita kwenye majaribu, tunapita kwenye adha mbalimbali, tunarudi nyuma. Kumbe tunatakiwa tusonge mbele. Lakini Bwana, tunaomba utupe nguvu, tunaomba utupe uweza, tunaomba utupe mamlaka ya kuvuka haya majaribu, ya kupita katika hili shimo, ya kupita katika hii adha ambayo Bwana shetani amenitega. Yamkini tumetegwa Bwana kwa maneno, yamkini tumetegwa Bwana kwa umbea, yamkini tumetegwa Bwana kwa masengenyo. Tunaomba Mungu, hayo ndio mambo ya giza ambayo Bwana tukiweza kuyavuka tutakuona wewe, tukiweza kuvuka hili giza tutaona nuru yako. Lakini Bwana, pasipo uweza wako, pasipo neema yako hatutaweza kuvuka, hatutaweza kushinda. Mpe baba huyu neema, mpe baba huyu kibali chako aweze kuvuka majaribu, aweze kuvuka adha mbalimbali ambazo Bwana zinamkabili, ambalo Bwana ninamzuia. Tazama hilo giza lililoko mbele yake, kuna giza lililoko mbele yake Bwana, kuna giza lililoko mbele yake, giza la masengenyo, giza la masengenyo limekaa mbele yake, linamshinda baba huyu na mama huyu kuvuka kukufikia nuru yako Bwana. Tunaomba ukaondoe hilo giza, ondoa giza kwa baba huyu, ondoa hilo giza Bwana, ukaachilie nuru yako Yesu, achilia nuru yako kwenye familia zetu, achilia nuru yako kwenye kazi zetu, achilia nuru yako makanisani, nuru yako ikaangaze Bwana, nuru yako ikaangaze Yesu. Watu tuweze kuelewana, watu tuweze kupendana, watu tuweze kubebeana mizigo. Tumekuwa wa kuchukia, tumekuwa wa kusengenyana. Baba, tunaomba nuru yako ikawe juu yetu, giza liondolewe kwa damu ya Yesu. Hilo giza litoke kwako Baba, hilo giza litoke kwako mama, hilo giza litoke kwako kijana. Umrudie Mungu kwa moyo wa toba, mrudie Mungu kwa moyo wa toba. Omba toba, omba rehema, mwambie Mungu akupe tena neema, mwambie Mungu arejeshe tena nuru yake, mwambie nuru arejeshe tena upendo wake. Familia zikapate kuelewana, familia zikapate kupatanishwa kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani, kwa ile damu iliyomwagika pale msalabani ikapate kurejea tena. Maana Bwana, sisi hatuwezi pasipo damu yako Mungu, hatuwezi kupatanishwa pasipo damu yako. Maana neno lako linasema mwatamani wala hamna kitu, maua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hatuombi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya kutokusameheana ni wivu. Sababu ya kutokutafuta mema, tunatafuta tu mabaya, ni wivu. Kuna jambo ambalo unakuta mtu anafanya, anafanikiwa, tunaona wivu. Mungu aondoe wivu mbele yako. Mungu aondoe hiyo roho ya wivu, hiyo roho ya mafarakano inayofarakanisha familia, hiyo roho ya wivu inayofarakana familia, hiyo roho ya chuki inayofarakana familia. Leo iondoke kwa jina la Yesu. Leo itoke katika familia, hiyo farakano itoke, hiyo roho ya chuki itoke, hiyo roho ya wivu itoke. Amani ikatawale kwa jina la Yesu, amani ikatawale kwa jina la Yesu. Wako ambao wanaoneana wivu kwa sababu ya maendeleo, wako ambao wanaoneana wivu kwa sababu ya familia. Nasema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita, inaondoa hiyo chuki kwenye familia, inaondoa hiyo roho ya farakano kwenye familia, inaondoa hiyo roho ya farakano kwenye makanisa. Makanisa watu wanashindwa kuelewana kwa sababu ya kuoneana chuki, kwa sababu ya kuoneana wivu. Yamkini mwingine amechaguliwa, wewe umebaki nyuma, unaona wivu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hiyo roho ikutoke baba, hiyo roho ikutoke mama, hiyo roho ikutoke
ikuachilie. Utafute mema, sio mabaya. Mtafute Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, hayo mengine mtazidishiwa. Kama ni pesa utapata, kama ni baraka utapata, kama ni watoto utapata. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Wewe unayetafuta ugomvi, wewe unayetafuta kusambaratisha familia, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kuambia kuanzia leo, nenda katafute amani, nenda katafute amani. Mrudie Mungu wako. Mungu yuko tayari, anasubiri majira haya. Wewe umrudie, umwambie Mungu, leo nimerudi kama yule mwana mpotevu. Nimekuja Bwana, nimekosa mbele zako, nimekosa Baba, nimekosa mbele ya mbingu, nimewakosea ndugu zangu. Leo nimerudi. Rudi mtu wa Mungu, rudi mtu wa Mungu, maana Mungu yuko tayari. Mungu yuko tayari kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Turudi tumtafute Mungu, turudi tumtumikie Mungu, wala tusifanye tena mabaya. Kwaresma hii, hata Kwaresma ikipita, tusifanye mabaya, maana siku za mwisho zimekaribia. Siku za mwisho zimekaribia, na kila mtu ataondoka na matendo yake. Utakavyomrudia Mungu, utakavyomtafuta Mungu, ukamrudia Mungu kwa neema, ukaacha mabaya, Mungu yuko tayari kukupokea, yuko tayari kukubariki, yuko tayari kukufanikisha. Lakini yale ambayo unaona kwamba umewachukiza wenzako, yamkini mwenzako amekuchukiza, achilia. Achilia mtu wa Mungu. Usimshikilie mtu, hata kama ni mkubwa kwako, hata kama ni mdogo kwako. Jishushe, muombe msamaha, na Mungu atakusamehe, na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama wanao tunakuja mbele zako. Tumekuja mbele zako Bwana, maana majira haya na saa hii tumelisikia neno lako. Umesema tukutafute kwanza, tutafute mema na wala tusitafute ubaya. Tazama baba huyu na mama huyu, anatafuta mema katika familia yake, anatafuta amani katika familia yake, anatafuta upendo katika familia yake. Wale waliofarakana na kugombana, anatafuta wakawe na amani. Baba, majira haya tunaomba malaika wako akapita kaskazini, mashariki, magharibi na kusini, popote pale Bwana kuna waliofarakana, kuna walioweka chuki, naomba amani ikawepo. Aliyeweka upendo ulivyotoweka, upendo ukapate kurudi. Baba, kama ulivyosema tutafute kwanza ufalme wako. Tumekuja kutafuta ufalme wako. Tunatafuta ufalme wako Bwana. Tunaomba ufalme wako sasa uje juu yetu. Ufalme wako uje juu yangu. Ufalme wako uje juu ya baba huyu. Ufalme wako uje juu ya mama huyu. Uangushe kila ufalme na kila mamlaka ya giza inayosababisha tunagombana, inayosababisha tunafarakana, inayosababisha upendo unatoweka. Uangushe Bwana kwa ufalme wako Mungu. Baba, tunakusihi, tunakuomba, hatuna mwingine zaidi yako, tumekukimbilia wewe. Tusiaibike Bwana, usituaibishe Mungu. Shetani amesimama ili sisi tuaibike, lakini Bwana kwa kuwa tumekukimbilia wewe, tutapata amani na nuru yako itatujilia. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Majira ya na saa hii tumefika tamati ya maombi na kuomba rehema kwa Mungu, kwa vile tuliacha kumtafuta Bwana au kutafuta amani tukaanguka. Mtu wa Mungu, tuendelee kuomba rehema. Hata Kwaresma ikiisha, tuendelee kumwambia Mungu sisi ni wakosefu, na Mungu ataendelea kutujenga katika ufalme wake. Mungu ataendelea kutujenga na tutakuwa katika ufalme uliotukuka. Maana ufalme wa giza unashindana na sisi, unataka kutupokonya, lakini kwa neema ya Kristo tumemrudia leo, tumetubu leo, Mungu akalete amani na upendo katika familia zetu. Karibuni sana katika madhabahu ya Mlima Moria, wale ambao mnatutizama katika channel ya Gideon Online TV. Majira ya saa hii nataka niwape direction ya kufika katika madhabahu ya Mlima Moria. Ukitoka mjini Moshi, panda costa zinazoenda Arusha au IC zinazoenda Boma, waambie unashuka kituo cha mashine. Utakapowaambia unashuka kituo cha mashine, utafika
unarudi nyuma kidogo, utaona bango letu, utakuja moja kwa moja, utafika madhabahuni, utamkuta mtumishi wa Mungu mpako mafuta wa Bwana anakusubiri. Njoo uone matendo makuu ya Mungu. Na wale wanaotoka Boma Arusha watashuka hapo hapo kituo cha mashine, wanakuja moja kwa moja